Malaika Gabrieli akatumwa naye Mungu. Malaika Gabrieli akatumwa naye Mungu apeleke habari njema kwa mwanamwali Mariamu. Apeleke habari njema kwa mwanamwali Mariamu.
Piga makofi mengi kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, nataka nisikie vigelegele. Nataka nisikie vigelegele vya kutosha. Haleluya. Wangapi wamemuona mkono wa Bwana? Kabisa kabisa. Sasa usikae basi tuimbe tumemuona mkono, si ndio? Haleluya.
umeniponya, mkono wako umenilinda, mkono wako nimeuona Baba, mkono wako
Yesu asifiwe. Basi kesho haleluya. Sherehe ni kuimba na kucheza. Na kula ikiwezekana. Haleluya. Kwa hiyo naamini niliposhikana mkono hata mimi nimetembelewa, kwa hiyo leo sikosi kula leo. Yesu asifiwe. Haleluya. Ni siku ya pekee, lakini niseme Krismasi sio kuvaa, sio kula. Haleluya. 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 Krismasi ni Yesu ndani. Hata ungekula kila kitu ukamkosa Yesu hakuna faida. Kwa hiyo ukifanya Krismasi iwe jambo la rohoni, itakuwa la muhimu zaidi ya vile unavyovitazamia. Sikatai kula kuwe namba 2, lakini namba 1 kuwe rohoni. Tunaenda kuandaa sadaka maalum kwa imani. Sema kwa imani. Tunajua Yesu alipozaliwa walipeleka Tunu, walipeleka Uvumba, walipeleka Manemane kwenda kumuona mtoto Yesu. Amen. Amen. Sasa hii ni zawadi kwa mtoto aliyezaliwa. Ni kweli hazaliwi leo kimwili, lakini kiroho ina function kabisa. Leo ndo Yesu anazaliwa. Sasa kama tunafanya birthday na tunapelekeana zawadi na keki, ya leo ni zaidi. Haleluya. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo wangapi wanaamini kwamba kiroho Yesu amezaliwa kweli kweli? Hebu tuimbe happy birthday Yesu. Siku yetu tulikuwa tunaipa ya wengine, sasa tuimbe ya Yesu. Au unasemaje? Haya, simama sasa tuimbe happy birthday Yesu. Unaona sasa na wasomi wamesema happy birthday dear Jesus. Unaona sasa? Hebu jipigieni makofi. Wa Yerusalemu wamesoma hivi. Haya tuimbe tena happy birthday 1-4. Happy birthday Jesus. Dear Jesus, happy birthday. Tena hebu simama hapa utuongoze Bwana. Unaonekana haya. Haya. Twende sasa. Makofi. Haleluya. Tuna viongozi wa Droten hapa wako vizuri. So upige makofi mengi. Haleluya. Ebu aje Dr. Mlai hapa leo. Wamezaliwa mwezi mmoja na mke wake. Na leo ni birthday.
Tumeona mwezi wa 10 sasa si tuwaimbie, si ndio? Tuwaimbie, si ndio? Lakini kuna asili ya Kichaga hapa wanatakaga kumwagiwa mahela sio maji. Haya twende, happy birthday 1 4. Sasa hii ndio happy birthday yenu bwana. Amen. Haleluya. Mungu alikutanisha na Amen. Mungu alinikutanisha na mwanaume ambaye tumezaliwa mwezi mmoja. Mimi tarehe 28 makofi kwao. Endelea kuwasindikiza na happy birthday. Asante sana, asante sana. Hii ni ya maajabu. Haleluya. Na mimi pia mwezi wa 5 nimezaliwa na watoto wangu wote wa kike. Oh, haleluya. Tarehe 5, tarehe 10 na tarehe 29. Mwezi wa 5. Na hawa wamezaliwa mwezi mmoja. Wangapi pia wamezaliwa mwezi huu? Simameni hapa tuwaimbie happy birthday. Yaani leo ni sherehe ya Yesu na ya wote waliozaliwa mwezi mmoja na Yesu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yaani hao wote wamezaliwa Disemba. Unaonaje hiyo? Haleluya. Yesu asifiwe. Herini siku ya kuzaliwa dokta na mama. Lakini herini na pia mmezaliwa na Yesu mwezi mmoja. Haleluya. Haya tuwaimbie happy birthday. Yaani kwani umekaa chini unaimba happy birthday, unafikiri siku ya kuzaliwa ya mchezo? Haya. Yaani leo jamani. Tena happy birthday. Happy birthday. Amwashiki hata mkono. Happy birthday. Usimuulize mwaka maana hasemi. Wewe mwambie happy birthday tu, la mwaka hawezi kusema. Happy birthday. Happy birthday to you. Hallelujah, hallelujah. Haya tunaweza kurudi sasa. Kufika hapa ni mkono. Oh, haikuwa rahisi.
umenibeba, umenibeba, yeah. Umenibeba, 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 yeah. Unaweza ukaketi sasa. Yaani Krismasi sio lazima ifanane na mwaka jana. Ni nini uliwahi kumwimbia hata Yesu happy birthday? Si leo ujipigie makofi? Ni nini uliwahi kumwimbia Dr. Mlai happy birthday? So ujipigie makofi. Na hao wengine waliozaliwa mwaka huu tungejiwaje mwezi kama huu? Wapigie makofi. Alafu mgeukie jirani yako, kama huna wivu mwambie umependeza. Mwambie umedamshi. Alafu hebu mpigie makofi jirani yako kwa kupendeza. Yule anayekununia ndio alikuwa anaomba usifanikiwe. Kama mtu akupigie makofi ni mchawi huyo. Sasa nataka nione ambao sio wachawi. Angalia jirani yako kama ni mchawi, uone anavyokununia. Kama anafurahi basi makofi, 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 makofi. Haleluya. Haleluya. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Haleluya. Basi wakati nilikuwa nimekuambia habari ya kutoa sadaka. Wakati Yesu amezaliwa, walipeleka zawadi. Wachungaji makondeni wakaenda, mamajusi wakaenda kutoa sadaka zao. Kwa hiyo tungelikuwepo pia kipindi kile cha kuzaliwa kwake kimwili, tungechukua zawadi zetu tupeleke. Sasa leo tunataka tumpe Yesu zawadi nzuri. Haleluya. Haleluya. Uamini kabisa unampa Yesu kwa imani. Wangapi wana imani kwanza? Maana ukikosa imani nao utakuwa umefilisika sana. Wangapi wana imani? Wangapi anaamini kabisa akitoa anampa Yesu? Sawa sawa. Shika sadaka yako. Eliza na Elia wataandaa wimbo, alafu tutaenda kutoa. Mungu wetu twakuabudu, twaungana na masafiri makerubi, twakuabudu Baba uliye mbinguni. Mungu wetu twakuabudu, twaungana na masafiri makerubi, twakuabudu wewe ni Baba, wewe ni Baba yetu. Oh, wewe ni Baba, wewe ni Baba yetu. Wengine wasemeane kwa sababu sema amina tu. Haleluya. Sasa tuna dakika chache nimeweka kwa mfumo tutazungumza kidogo, tutaomba kwa kifupi. Kesho tunaanza semina. Hivyo jiandae. Tuna maombi ya kufunga ya masaa 12 ambayo yataanza kesho, tutamaliza tarehe 31. Tutapokea mwaka tarehe 1 hapa, pia tutakuwa na ibada moja na mambo yataendelea. Amen. Basi tusome kidogo hapa
kitabu kile cha Injili ya Luka ile sura ya kwanza mstari ule wa 26. Sitaenda kimfumo kama unavyofahamu, kwa ukipata cha kuandika wewe andika tu, maana pia muda hauniruhusu sana. Kikubwa tumecelebrate kwa Yesu. Amen. Luka 1:26. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Mstari wa 30 unanibariki pia. Anasema malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Haleluya. 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 Yesu asifiwe. Kwa nimeanzia hapa. Nataka umtembelee mtu hapa, umwambie salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Usiogope, mtaje jina lake ukiweza. Mwambie usiogope fulani, kwa maana umepata neema. Haleluya. Salamu uliyepewa neema. Sema salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Usiogope. Nani? Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Naomba tusalimiane hivyo mara moja. Salamu ya Krismasi. Salamu uliyepata neema, Bwana yu pamoja nawe. Usiogope. Simshikane mkono au? Salamu za Krismasi. Yaani umekuwa mzito kuamka, ulianza kula pilau asubuhi jamani. Salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Usiogope fulani, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Salimianeni mara moja. Tazama akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na utazaa mtoto wa mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa Mwana wa Aliye, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Asante. Basi piga makofi. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Naomba niseme neno moja kwamba neno ambalo nilikuwa nalisikia asubuhi ya leo. Juzi nilikwambia ningedonoa sehemu ya semina, lakini leo nilisikia tofauti kidogo. Unaosema kanuni ya Yesu kuzaliwa ndani yetu.
kanuni ya Yesu kuzaliwa ndani yetu. Kanuni ya Yesu kuzaliwa ndani yetu. Kila kinachofanyika kina kanuni zake. Hata mtoto kuzaliwa duniani ana kanuni zake, na Yesu naye ana kanuni kwetu. Sasa tutaanza na hivi. Kuna mambo yafuatayo yanayohitaji kuzingatia ili Yesu azaliwe ndani yetu. Namba moja, imani. Imani. Namba mbili, tumaini. Namba tatu, upendo. Mambo matatu: imani, tumaini, upendo. Fungua kitabu kile cha Efeso sura ya 3 mstari wa 17. Efeso 3:17. Na mtu aliyepata asome. Hizi ni kanuni. Asante. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Mkiwa na shina na msingi katika upendo. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 13. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 13. Karibu. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 13. Basi sasa inadumu imani, sema imani, tumaini, upendo. Haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 13. Haleluya. Okay. Sasa unasikia, tutakuwa na maombi mafupi, lakini tutakuwa na neno fupi. Tukaendelee na mengine muhimu umeanza ndani ya nyumba ya Mungu. Kwanza ni kutakia heri ya Christmas. Haleluya. Yesu asifiwe. Pili ni sasa karibuni nyumbani. Amen. Amen. Sawa.
Kwenye kitabu hiki cha Efeso inaonyesha Yesu. Okay, ngoja nianze kwa vipengele, kwa pointi itakusaidia. Siku ya kuzaliwa kwa Yesu sio leo, ila tunaadhimisha siku hiyo. Kuna watu kila mwaka lazima waadhimishe siku yao ya kuzaliwa. Kuna uhuru wa Tanzania, kuna maadhimisho ya uhuru wa Tanzania, na sisi tunaadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Yesu leo. Haleluya. Na mambo haya hayatendeki kama yale tunafanya kwetu. Leo tunafanya kwa imani. Maana tukijaribu kuchunguza Yesu alizaliwa mwezi wa 12 tutapotea. Ila tunajua Yesu alizaliwa duniani. Hili ndio point. Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Nianze na namba 1. Nimesema naanza kwa vipengele vitakusaidia. Mwanzo wa Yesu kuzaliwa ni pale alipotoka tumboni mwa Maria. Hili la kwanza. Mwanzo wa Yesu kuzaliwa ni pale alipotoka tumboni mwa Maria. Biblia inasema akafanyika mwili akakaa kwetu. La kwanza. Ukishaandika hiyo niambie. Mwanzo wa Yesu kuzaliwa ni pale alipotoka tumboni mwa Maria. Unakumbuka aliingia kama neno, akafanyika mwili. Ni mimba iliyoingia kwa neno la malaika Gabriel aliyetumwa na Mungu kupeleka kwa Maria. Alafu lilipopika lile neno likatoa mwili ukaja duniani ambao ni Yesu. Namba 2. Hatua ya pili ya Yesu kuzaliwa ni pale tunapookoka, tunapompokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hii ni hatua ya pili. Kwa hiyo pale unapookoka, iwe umeokoka mwezi wa kwanza, iwe umeokoka mwezi wa 5, iwe umeokoka si mwezi gani, hapo Yesu amezaliwa kwako. Haleluya. Nasema nikienda hivi ndio utanielewa sawa. Kwa hiyo kila aliyeokoka alianza, Yesu ameanza kuzaliwa kwako tangu ulipookoka. Tangu ulipotubu dhambi. Tangu. Amen. Namba 3. Yesu anazaliwa upya ndani yetu. Yesu anazaliwa upya ndani yetu pale tunapoadhimisha Christmas. Sasa hii sio ndio anazaliwa, ila upya. Kwa hiyo tunapoadhimisha hivi ni Yesu kuzaliwa upya ndani yetu. Haya. Hilo umeshaliandika. La pili nilikuwa nimesema pale tunapookoka. La kwanza nikasema pale alipotoka tumboni mwa Maria. La mwisho nikasema siku kama ya leo ni kuzaliwa upya. Okay. Twende kidogo, nitaplay hapa kwenye kuzaliwa na kuzaliwa upya. Kila mtu hapa Yesu amezaliwa ndani yake. Hatuna mashaka naye. Lakini tunapokuja siku ya leo, hazaliwi
kawaida, ila ni upya. Neno upya maana yake kule kwa kwanza kulififia, kule kwa kwanza yamkini kulidumaa, kule kwa kwanza yamkini kulikufa. Ngoja nirudi. Kuna watu ambao wale wamama wenye watoto, ukizaa mtoto unapompeleka kliniki, kuna alama zile wanazoziweka za kuhesabu maendeleo ya mtoto. Akikaribia kwenye nyekundu, mtoto wako yuko kwenye hali mbaya, na akifika kwenye nyekundu, huyo mtoto kicheza naye anakufa. Wamama mnanielewa eh? Mtoto anapaswa, kama amezaliwa na kilo 1, ukienda baada ya mwezi awe ameongezeka, miezi 2 aendelee kuongezeka, miezi 3, na lazima waangalie ni kitu gani kimeongezeka mtoto alipozaliwa. Sasa sikia, kila mtu ambaye Yesu alizaliwa ndani yake, kuna watu ambao wako kwenye alama nyekundu, ambao yani wakitembea hapa ndani yao kulishakufa, mtoto alikufa. Kwa nini? Kwa sababu maendeleo ya mtoto wake sio sana. Kuna watu mtoto amekufa kabisa, mtoto yule aliyezaliwa alikufa. Okay, ngoja nije. Wokovu una kitu cha ajabu sana. Nakuta mtu ameanza na moto mzuri, ni wa ibada, ni wa kufunga, ni wa kukesha, humzui. Lakini baada ya muda anaanza kufifia. Ibada tena excuses za kuwa nyingi. Kufunga tena hawezi kufunga tena. Kuomba tena hawezi kuomba tena. Tafsiri yake ni nini? Mtoto aliye ndani yake hana maendeleo mazuri. Na kama umefika mahali unalala usiku uombe, siku hizi ufungi kama zamani, siku hizi mambo ya ibada upendi kama mwanzoni, mtoto wako amekufa, umebaki wewe tu. Hello? Haleluya. Haleluya. Maandiko yanasema kila aliye naye mwana anao nini? Ushuhuda. Maana yake mwana ndio ana okay, ngoja turudi. Tatoa mifano utaelewa. Mama akiwa kawaida ana tabia kawaida tu ya pale. Lakini siku anapokuwa mjamzito anaanza kuwa na tabia ya kiumbe kilicho ndani. Wamama mnanielewa? Mara umefika kwa mama Abel amekaanga kitunguu, unamchukia miezi 9. Wapendwa, naeleweka? Amen. Wasichana mimi hamtaelewa kwa sasa, mtaelewa baadaye. Wacheni akiba, iko siku mtajua. Bwana Yesu asifiwe. Kinachokufanya umchukie huyo mtu kwa sababu ya kile kitunguu alichokirosti, sio wewe, kilicho ndani yako. Sasa siku ambayo chuki itaondoka ni siku ambayo kilicho ndani yako kitakapotoka. Okay, tuje taratibu. Kuna watu wanapookoka wanachukia dhambi. Niangalie vizuri. Akisikia hata mtu anatenda dhambi anasikia kama kichefuchefu. Lakini tangu Yesu
Yesu alipoondoka ndani, wewe ndio wa kushangilia dhambi, ila sio wewe, ni wale wengine. Wewe bado hakijafa ndani. Wangapi wamenielewa? Amen. Umenielewa? Amen. Tunataka kujua tabia yako kupitia mtoto uliyembeba ndani yako. Tunapotaka kujua wewe ni wa Yesu, kwamba Yesu yuko ndani yako, tunaona tabia ya Yesu inachipuka ndani yako. Tunapoona hakuna tabia ya Yesu, maana yake tukaona ya shetani, wewe shetani ndio uliyembeba ndani na sio Yesu. Unajua ingekuwa wanakemeaga kama wanavyokemeaga mapepo, wasema wanamkemea Yesu. Kama mtu yuko na Yesu, Yesu akasema, ni mimi nimemshika. Nimemshika tangu siku ile alikubali kuokoka, nimemshika, sitoki. Kama ingekuwa inakemewa hivyo. Lakini kama pepo limeingia leo, nasema niko hapa, sitoki. Tulimuingia siku ile alipokula chakula, siku ile alipofanya uzinifu pale tulimuingia. Hivi naeleweka? Amina. Naeleweka? Amen. Kwa sababu ndio mwanzo kumuuliza wewe ukikemewa ni nani anajidhihirisha kwako? Ni pepo au ni Yesu? Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kuna namna tumekufa tukitembea. Basi fungua Galatia 3:1 nimalize na huo mfano. Wagalatia 3:1, labda andika vitu hivi vitakusaidia. Namba moja andika, mtu anapokuwa hai kiroho inadhihirisha uhai wa Yesu ndani yake. Andika, mtu anapokuwa hai kiroho inadhihirisha uhai wa Yesu ndani yake. Hilo la kwanza. Mtu anapokuwa hai kiroho inadhihirisha uhai wa Yesu ndani yake. Namba 2, mtu anapokufa kiroho inadhihirisha Yesu aliyekufa ndani yake. Kwa tuko kanisani, kuna watu ambao Yesu yu hai ndani yao, lakini tuna watu ambao Yesu wao alikufa sijui mwaka gani. Yuko kanisani mbele anasema una jina la kuwa hai, lakini umekufa kwa ndani. Na watu wengi kwa sababu hawajajua mapana ya jambo hili wameridhika na maisha. Huwezi kujishangaa wewe kwamba ulikuwa unafungaga ufungu, ulikuwa unapenda ibada siku hizi upende, ulikuwa unaamka usiku kuomba lakini sasa hivi uombe, na hata kama unaomba una ile nguvu ya zamani. Wewe kujiuliza, na je, unajisikitikia kwenye hilo? Ile hamu yako kwa Mungu imepotea. Kwani kwa sababu umekufa. Okay. Nimesema Wagalatia 3, mtamalizia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Inawezekana huko hapa wewe ni unahitaji Yesu azaliwe upya. Kwa nini? Kwa sababu Yesu wa kwanza uliyempokea alikufa, alidumaa, na kuna namna wewe mwenyewe ulimuua. Okay, andika hili litakusaidia. Ili Yesu adumu ndani ya mtu, ili Yesu adumu ndani ya mtu,
Ni lazima huyu mtu atamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa ya kuukulia wokovu. Ni lazima huyu mtu atamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa ya kuukulia wokovu. Maana yake kama mtoto hanyoni, umekufa. Narudia tena. Lazima utamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa ili kuukulia wokovu. Hiyo ni Petro wa kwanza 2:2. Petro wa kwanza 2:2. Kama watoto waliozaliwa sasa. Kwa nini unaitwa mtoto? Huitwi mtoto kwa sababu umezaliwa, unaitwa mtoto kwa sababu kuna mtoto amezaliwa ndani. Yesu amezaliwa ndani yake. Kila aliyeokoka Yesu amezaliwa ndani yake. Sasa huyu mtoto anasema kama watoto wachanga yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Na ukiona hukui kiroho, unadumaa kiroho, lazima urudi kwenye Ibrania 5:11 ukute anasema kulikuwa na mambo mengi ya kuambia lakini mmekuwa wavivu kusikia. Kwa sababu hiyo mmeendelea kunywa maziwa badala ya chakula kigumu, maana chakula kigumu cha watu wazima. Sio ukafikiri mtu ambaye anashiriki mafundisho mbalimbali anafanana na mtu ambaye hashiriki kabisa. Maziwa ya kiroho ni nini? Ni neno la Mungu ambalo unapaswa ulipate kila wakati. Hayo ndio maziwa ya akili yasiyogoshiwa, neno la Mungu. Amen. Amen. Kwa ninaongea na watu ambao waliokoka, Yesu alizaliwa ndani yao, lakini kuna mahali mmeachana na Yesu. Kuna mahali Yesu amekufa. Tuje sasa kwenye Wagalatia. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 1. Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno moja hili kwenu. Je, mlipokea roho wa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Hawa watu wameanza katika roho, wamezaliwa upya, wamezaliwa, Yesu amezaliwa ndani yao, lakini andika pointi hii itasaidia. Kinachodhihirisha Yesu amekufa ndani ya mtu ni kuondoka katika matendo ya roho na kuishi kwa matendo ya mwili. Kinachodhihirisha kwamba Yesu amekufa ndani yao ni kuondoka katika matendo ya roho na kuishi katika matendo ya mwili. Kwa hiyo kama unajiona kabisa umeanza kuishi matendo ya kimwili, ni dhahiri kwamba mtoto Yesu amekufa ndani. Leo unahitaji kufanywa upya. Haleluya. Ulikuwa unachukia mabaya, lakini sasa ndio umeungana nayo. Ni baada ya mtoto kufa. Mwanzo ulikuwa utaki mabaya, lakini sasa unayakubali. Mwanzo ulikuwa unapenda Mungu, lakini sasa imeondoka kwa sababu mtoto amekufa. Maana aliyekuwa ameweka ile tabia ni mtoto aliyezaliwa. Sasa mtoto amekufa, umebaki wewe. Kwa hiyo tunamuona wewe, hatumuoni Yesu. Sasa Wagalatia wameanza kiroho. Yesu asifiwe. Wameanza kiroho lakini wanaishia mwilini.
hao Galatia wameanza kiroho, ila sasa wanaishia mwilini. Ni nini kinachowatoa? Ni kwa sababu Yesu aliyezaliwa ndani. Siku ya leo, yeyote ambaye Yesu amekufa ndani yake, ni wakati wa kuzaliwa upya. Sijasikia amina. Hata hiyo kusema amen kinyonge inaonyesha umauti. Hebu nisikie amen ya walio hai. Haleluya. Hapo mgeukie mwenzako muulize, Yesu wako yu hai au kafa? Yu hai. Unasoma neno kama zamani? Unaomba kama zamani? Unafunga kama zamani? Unakesha kama zamani? Unaona amen zarudi tumboni. Maana hata dhamiri inakushtaki. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Angalia tu moto wako wa wokovu unapoenda. Siku hadi siku unapoa. Maana yake yule mtoto alikuwa anaenda kwenye alibaya mpaka amekufa. Hata ukikosa ibada, kuna wakati ulikuwa ukikosa ibada unasema jamani, leo nasikia kama nimeua vile, nimekosa ibada. Tuache leo. Kwa mfano kuna watu hawajaja hapa, hata hawajaenda kwao kuhesabiwa, wako nyumbani, lakini hawajaja. Wameona kuandaa kuku ni kwa faida kuliko kuanza na Bwana. Kwa nako ni kufa kiroho. Angalau ulikuwa na kauhai ukakimbilia ibada, mshukuru Mungu, upige makofi kwa Yesu. Yesu asifiwe. Wao Galatia wanarudi mwilini. Walianza katika roho. Yesu amezaliwa ndani yao. Leo wanarudi mwilini. Paulo anajaribu kuambia jamani, nani aliyewaloga? Mlianza kiroho. Naona mna matendo ya mwili, mna tabia za mwilini. Ile tabia ya matunda ya mwili anasema matendo ya mwili kuna wivu, suda, nini, uasherati na nini, viko ndani. Vinatoka wapi? Nini ambao Yesu aliumbika ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nenda kwenye 4:19. Wagalatia 4:19. Hapa ndio dawa imepatikana. Paulo akagundua hapa mtoto amekufa. Anasema hivi, unahitaji tena Yesu aumbike ndani. Anasema vitoto vyangu Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Haleluya. Vitoto vyangu vichanga. Hebu tusome mstari wa 19. Galatia 4:19. Vitoto vyangu ambao tena nawaonea utungu. Sema nawaonea utungu. Hebu ngoja, ni swala la usawa. Huyu mtoto alizaliwa mara ya kwanza, lakini akafa. Kwa hiyo anaona utungu Yesu azaliwe tena. Na mimi nasimama mahali pa Paulo tu, nasema kama Paulo na mimi kwa watoto wangu ninyi, vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu, tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Ningesema amen, ningejua kweli unataka aumbike. Haleluya. Maana yake amekufa yule, aumbike tena kwa upya. Leo uumbike upya kwa jina la Yesu. Uumbike upya kwa damu ya Yesu. Uumbike upya kwa jina la Yesu.
Yesu anapoumbika ndani, ndio maana yule alimba watoto waliimba mambo sawa sawa Yesu akiwa enzeni. Kwa sababu ushindi wako upo Yesu akiwa hai ndani yako. Kama Yesu hayuko hai ndani yako, huna ushindi. Hakuna changamko, kukata tamaa kupo, tumaini linapotea, imani inapotea, upendo unapotea. Kwa hiyo kwenye zile kanuni tatu unakosa kwa sababu Yesu amekufa. Yesu akiwa ndani, tutaona imani yako ina moto. Tutaona tumaini lako ni kubwa. Tutaona upendo wako ni mkubwa. Bwana aumbe tena upya ndani yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kama Yesu akiumbika ndani, kuna vitu vilikuwa vimekufa vitafufuka tena. Kuna biashara zitafufuka ndani ya watu. Kuna vipawa vitafufuka ndani ya watu. Kuna uzima mpya utafufuka ndani ya watu. Kuna imani mpya itafufuka ndani ya mtu. Pokea tena pendo lake kwa jina la Yesu. Pokea tena tumaini lake kwa jina la Yesu. Pokea tena imani kwa jina la Yesu. Kukata tamaa kuondoka kwako kwa jina la Yesu. Hali ya kushindwa iondoke kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kama pakiumbika hutabaki hivyo. Na shetani anawinda nini? Kilichozaliwa. Mariamu hakuwa na shida na Mariamu, alikuwa na shida na Yesu aliyezaliwa. Kwa sababu leo Mariamu anatajwa kwa sababu amemzaa mkombozi. Kuna kitu kikizaliwa, nisikia, kama sio Yesu aliyezaliwa ndani yangu, nisingesimama hapa kukusaidia. Yesu ndani yangu ndio ananipa na kuombea unapona, na kuombea unabarikiwa. Huyu Yesu akiondoka, hata uje ufanye nini, siwezi kusaidia. Bwana akujalie na wewe aumbike upya ndani yako kwa jina la Yesu. Aumbike upya ndani yako kwa jina la Yesu. Yamkini amekufa, ndio maana roho za madeni zimekuandama, shida ya mikosi na balaa zimekuandama. Lakini anapokuja kuumbika ndani, hutaishi tena mwilini, utaishi katika kufanikiwa, utaishi katika kushinda. Mpe Yesu makofi na vigelegele, yeye ambaye ni mshindi na zaidi ya kushinda. Haleluya. Haleluya. Aliye hai na Yesu ndani yake, mchawi hakuwezi. Kwa sababu huyu ni mtoto wa ajabu sana. Ni mtoto aliyekuja duniani bila kawaida ya binadamu. Ni mtoto aliyeshinda mauti. Ni mtoto aliyebeba ukombozi. Kwa hiyo Yesu anapokaa ndani, na wewe unabeba ukombozi. Bwana akupe ukombozi kamili kupitia Mwokozi Yesu. Bwana akupe ukombozi kamili. Bwana akupe tabia yake mwenyewe anapokaa ndani yako. Upokee na ile roho ya maombi, upokee ile roho ya ibada, upokee ushuhuda wa Yesu Kristo. Bwana akutendee na kuzidi. Tuseme amina. Salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Haleluya. Yesu asifiwe. Umenielewa? Umenielewa? Kwa tunaenda kumkaribisha Yesu. Malizia na Ufunuo 3. Ufunuo 3 kuanzia mstari wa 14. Tumalizie hapo. Hatuna mambo mengi leo. Haleluya. Maana najua Debora leo ameandaa maakuli pale Shamsi. Haleluya. Maakuli matamu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ufunuo ile sura ya 3. Tukamalize. Ufunuo ile sura ya 3 kuanzia mstari wa 14. Angalia hili kanisa, haongei na wapagani. Hawa maana yake Yesu wao alikufa. Yesu wao hakuwa ndani yao tena. Walimpoteza Yesu.
Mstari wa 14, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndio anenayo yeye aliyeamini na shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa huu baridi wala moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu ya una uvuguvugu, wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja na kitu, nawe hujui ya kuwa wewe u mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho yako ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Tazama 20. Tusome wote, 1, 2, 3. Tazama nasimama wapi? Nabisha. Na kufungua mlango. Nitaingia ndani yake. Nami nitakula naye. Kumbe tunasherehekea Krismasi na Yesu akiingia ndani Bwana. Tuache ile ya kumsubiri saa ya chakula na sema, njoo Yesu uwe mgeni wetu. Mesikiaga ya maombi. Kumbe Yesu wa wengine anakaribishwa tu saa ya kula. Akimaliza ameondoka. Sisi tunasema Yesu aishi ndani. Nasema Yesu aishi ndani. Asiwe mgeni awe mwenyeji. Sema Yesu njoo uwe mwenyeji. Tuishi pamoja. Ingia ndani yangu. Ule pamoja na mimi. Na mimi pamoja na wewe. Maisha yangu yote uishi ndani yangu. Mwingine anataka kusema karibu Yesu uwe mgeni. Haleluya. Haleluya. Kwa akasema pamoja na vitu walivyonavyo, lakini wamepungukiwa, kwamba Yesu hayupo. Anasema tazama nabisha. Na leo anabisha kwa mtu hapa. Anabisha kwa mtu hapa. Anataka kusherekea na mtu hapa. Anataka kusherekea na mtu hapa. Pokea baraka za Krismasi kutoka kwa Yesu Kristo. Pokea baraka za Krismasi kutoka kwa Yesu Kristo. Pokea baraka za kuzaliwa kwa Yesu. Pokea kuzaliwa upya kwa jina la Yesu. Pokea upya wa uzima kwa jina la Yesu. Pokea uhai tena kwa jina la Yesu. Mtoto aliyekufa ndani afufuke leo kwa jina la Yesu. Akaumbwe upya kwa jina la Yesu. Pokea upya. Simama kwa miguu yako. Karibu tumaini, upendo vinaenda kufufuka. Karibu. 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 Unajua unasema kidogo. Nataka kusema sasa ndio ndio kwa kiti ya roho. Sababu baby ni kanisa linaanza tazama na simama mlangoni na bisha. Haongei na wapagani. Tunatumia kwa habari ya wapagani, lakini hii ni kanisa. Angalia hali yako, funga macho yako, anza kutafiti. Ulivyokoka ndivyo unavyoendelea. Ile juhudi yako kiroho ndivyo ilivyo. Ile hali ya maombi ndivyo ilivyo kwako. Siku hizi mbona unalazimishwa tu kwenda kanisa? Wakati ule ulikuwa unakimbia. Kabla watu hawajafika umefika. Kama ni mikesha unaitamani. Unasoma
kulitamani kulifanya kwa mara. Ndivyo ilivyo leo. Na kama haiko hivyo, Yesu alipo. Kuwa Yerusalemu haina maana una Yesu. Yesu anadhihirika kwa tabia za kimungu ndani yako. Wale Wakristo waliitwa Wakristo pale yalitokea kwa sababu walionyesha matendo ya Kristo. Kuna watu wanaonyesha matendo ya mwili kwa sababu Yesu hajaumbika ndani yao. Wanahitaji tena Yesu aumbike ndani. Na leo kuna maombi ya kuumbika Yesu ndani kwa upya. Haleluya. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu. Naomba Dr. Uja uanze maombi ya alafu nitamalizia. Alafu ukiri kwa imani. Unajua mambo haya yanaenda kwa ukiri na imani. Kwa ndani kitu kipya kikazaliwa ndani yako, hicho ni bora kuliko kula, kuvaa nguo mpya na chochote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kinachoongea hapa ni kwamba ukitamani chakula lazima utafute kukashika, si ndio?